Yes, it is what it is. Ipo kama ilivyokuwa, lakini haiwezi kubadilika. Kikosi klabu ya Simba imepigwa faini na CAF baada ya kumtambulisha mchezaji ikiwa dirisha la usajili limeshafungwa. Hii ni habari kubwa ambayo hivi sasa ina trend kwenye mitandao ya kijamii baada ya CAF kuchapisha chapisho lao kwenye mtandao wa Instagram siku ya jana, wakitolea ufafanuzi maamuzi ambao wameyachukua baada ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kumtambulisha mchezaji wao siku mbili zilizopita bila kufuata utaratibu na kanuni za CAF. Kwa hiyo Simba Sports Club wameingia kwenye mkenge wa CAF, wameingia kwenye 18 za CAF wakimtambulisha mchezaji ambaye alikuwa hatambuliki CAF, kwa maana jina lake halikupelekwa CAF. Kwa hiyo CAF wakawa hawamtambui, lakini Simba wakamtambulisha kwamba ni mchezaji halali wa timu hiyo. Mchezaji mwenyewe ametambulishwa juzi, ni Ibrahim Nindi, mchezaji huyu wa taifa wa Tanzania, lakini pia mchezaji ambaye alikuwa akitumikia kikosi cha KMC Kinondoni. Kwa hiyo baada ya kutua Msimbazi, inaonekana viongozi wa Simba hawakufuata sheria, protocol na kanuni ambazo zipo na zinahitajika kufuatwa ili kumsajili mchezaji endapo dirisha la usajili kama limeshafungwa. Lakini kwa mimi ninavyojua ni kwamba dirisha la usajili likiwa tayari limefungwa, basi kunakuwa hakuna namna nyingine ya kumsajili mchezaji, aidha asubiri mpaka pale inapofika inapofika dirisha dogo la usajili ndio anaweza kaingizwa moja kwa moja kwenye mfumo wa mwalimu. Kwa hiyo walichokifanya Simba ni makosa matupu. Sasa baada ya CAF kutolea ufafanuzi maamuzi hayo ambao wameyachukua, watu wameibuka na maswali mengi kwenye mitandao ya kijamii wakiendelea kuhukumu Simba kuonekana kama ni klabu ambayo haiko serious, kwa sababu viongozi wa Simba wanajua sheria zote, wanajua sheria za mpira, lakini pia wanajua sheria za katiba ya mpira wa miguu duniani kote, lakini pia Afrika na Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho wamekifanya kupokea mchezaji mpya na kumsajili na kumtambulisha ni makosa kinyume, au wametenda kinyume na sheria zinavyosema, kinyume na sheria za mpira wa miguu zinavyotaka, basi wao wamekwenda kinyume. Sasa baada ya kuwa wameenda kinyume, CAF wakachukua maamuzi ya kuwafungia usajili Simba Sports Club. Klabu ya Simba unaambiwa ni wamefungiwa usajili ndani ya miaka mitatu, hawatajihusisha na usajili wowote baada ya kuwa wametenda kosa hilo na kumsajili mchezaji ambaye amekuja dirisha la usajili limeshafungwa. Kwa hiyo Simba walichofanya ni makosa. Walichofanya Simba Sports Club ni makosa. Kabla tujaenda mbali, kabla sijakupa information zaidi na data nyingi zaidi, naomba nikukumbushe tu kwamba hakikisha umesubscribe, lakini pia umewasha notifications zako ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata updates zetu zote ambazo tunaziweka, tunakuandalia na kukuletea hapa muda wowote, saa yoyote na dakika yoyote. Yes, kwa hiyo ndo habari kubwa ambayo tulikuwa nayo, na sisi tukaona lazima tushare na wewe habari kama hizi, sisi tunashare na wewe. Kwa hiyo kikosi cha Simba ama klabu ya Simba wamepigwa faini ya shilingi milioni 700. Kiasi nilikuwa sijawatajia. Oh my god, shilingi milioni 700 ndio faini ambayo wamepigwa Simba Sports Club, ama wametozwa baada ya kufanya usajili kinyume na sheria za CAF, lakini pia kinyume na sheria za FIFA za mpira duniani. Kwa hiyo wekundu wa Msimbazi Simba wanakula faini pamoja na kufungiwa
miaka mitatu kuto kufanya usajili. Sasa sijui itakuwaje hii taarifa, mbona kama inashangaza, mbona kama inashtua kidogo, lakini mimi sina la ziada, lakini nikukumbusha tu kwamba ili uweze kupata mwendelezo wa habari hizi hakikisha umesubscribe, lakini pia turn on notification yako, ili tutakapokuwekea hapa habari kama hizi, basi uwe mtu wa kwanza kabisa kupata na kuenjoy nazo. Yes, mimi sina la ziada, tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.